Miaka baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa pili wa Kenya, hayati Daniel Toroitich arap Moi, taarifa zilianza kuenea kwa kasi kuhusu kugawanywa kwa mali yake kati ya wanawake wanane. Na taarifa hizi zilizidi kuvutia wahusika mbalimbali taifani lote mwa Kenya. Moi aliongoza Kenya kwa takriban miaka 24 huku akiacha mali yakiwemo mashamba, nyumba za kukodi na biashara mbalimbali nchini Kenya. Kabla ya kifo chake Februari mwaka 2020, ilisemekana kwamba alipanga jinsi watoto wake wangefaidi mali yake ili kuepuka marumbano na kesi kotini. Kwa wosia wake alitaja hela zake ambazo zilikuwa ni takriban zipewe watoto wake wasichana ambao ni watatu, kila mmoja shilingi milioni 100. Wasichana hao ni kama June Chebet Moi, Doris Chepkorir Moi na Jennifer Jemutai Moi. Kisha mashamba yake yapewe watoto wake wa kiume ambao ni Gideon Moi, Jonathan Moi, Philip Moi, John Mark na Raymond Moi. Mojawapo ya mashamba ambayo alimiriki hayati Daniel Toroitich arap Moi ni shamba ambalo lilikuwa pale Kabarak kwenye kaunti ya Nakuru lenye zaidi ya ekari 3500 na zinginezo ambazo zilipatikana kwenye maeneo ya Moi's Bridge, Uasin Gishu na mali mengine yaliyokuwa jijini Nairobi. Mashamba yaligawanywa kisawasawa kati watoto wake wa kiume. Kando na mali, Moi alikuwa na hela ambazo zilikuwa ni takriban kwenye benki, na hizo zote baadaye zigawanywa kisawasawa kati ya wanafamilia. Hata baada ya kifo chake, kesi zilikuwa zimerumbana na kujaa kotini, mojawapo ikiwa ni kesi iliyokuwa inahusu shamba la Muthaiga lenye ekari zaidi ya 19.7 ambalo limepatikana kule Muthaiga, Nairobi, lenye zaidi ya mabilioni ya pesa. Hata baada ya kifo chake, familia ya Moi bado imesalia kuwa maarufu kwenye siasa, kwenye elimu, ukulima na hata biashara. Na hivyo ndivyo mali yaliyekuwa rais wa Kenya Daniel Toroitich arap Moi yalivyogawanywa kati ya watoto wake. Kutoka M24, langu jina Mwenga Gideon.